أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. ويقول تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, Allah jalla jalaluhu fi ula amejalia ucha Mungu ndiyo mafanikio, na atakayejiepusha na hilo basi amejiepusha na mafanikio ya kufanikiwa katika maisha yake ya duniani na maisha ya kaburini na maisha ya akhera. Ndugu zangu katika imani, katika hotuba yetu leo tutazungumzia al-akhlaq baina tabu'i wa tatabbu'i. Ndugu yangu Muislamu, kuna kila sababu za kuweza kuzungumzia maudhui ya akhlaq, tabia, kama ambao tutakavyoona taarifu maana ya tabia ni nini na ahamiyatu al-akhlaq na tabia umuhimu wake. Lakini pia kuangalia baadhi ya sababu, ziko nyingi lakini tutaangalia baadhi ya asbabu iktisabi al-akhlaqi, baadhi ya sababu za mtu kuweza kujichumia tabia. Ndugu yangu Muislamu, kabla ya kuingia huku nitanabaisha ya kwamba baadhi ya watu ambao wanafurahikia ya kwamba ni mwaka mpya, ni heri ya mwaka mpya, bila shaka hili sio jambo la Muislamu kusema maneno hayo,
kwani mwaka wa Kiislamu bado haujafika kwenye mabadiliko, na hata ungekuwa umefika pia hatujaambiwa tuseme hivyo, bali natakuwa kufanya muhasabatu nafsi, kuihesabu nafsi yako, umefanya nini mwaka uliopita na umejiandaa kufanya nini. Leo ni tarehe 13 mwezi wa Rajab mwaka 1447. Kwa kama ni mwezi wa 7, inawezekana vipi Muislamu ukasema uko kwenye heri ya mwaka mpya? Na hii miezi inayohesabiwa si miezi ya Kiislamu na wala haina mafungamano na ibada, kwa sababu sisi tuna masiku meupe ya kufanya ibada. Masiku haya meupe watayapata kwa mwandamo wa mwezi, kama siku ya 13 kila mwezi, siku ya 14, siku ya 15. Kama leo ni tarehe 2 Januari, unawezaje kusema kwamba utafunga masiku meupe? Kwa bila shaka watu wengi wasiojitambua, Waislamu ambao wengine hata msikitini hawaingii, hawaswali, wanashabikia heri ya mwaka mpya kwa sababu wao hawajaona kitu cha maana ila kuona ya kwamba wamejaliwa tena kuendelea na mwaka mwingine. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mbora wa watu ni yule ambaye umerefuka umri wake na matendo yake yakawa ni ya kheri. Kinyume chake, manake muovu wenu, mbaya wenu ni yule ambaye ameishi umri mrefu lakini amefanya maovu. Lao ingekuwa tumepewa kazi ya kusuka huu mswala, mwingine akasuka kuendeleza kwa miaka 5 au 10, mwingine akasuka kwa miaka 50, bila shaka utaona ya kwamba aliyekaa kwa muda wa miaka 50 atakuwa amefanya parefu, na atakayekuwa amekaa miaka 5 atakuwa amefanya pafupi. Kwa hiyo mtu atakavyokuwa anaishi miaka mingi ya kheri, ina maana atafanya ibada nyingi za kupata malipo, atafunga Ramadhani, ataswali, atafanya nini, atasoma Qur'ani. Kwa hiyo kheri hasa ya umri mtu kufurahikia ni kule kuwa katika toa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tunabaika na ili usiwe katika miongoni mwa watu ambao wasiojielewa, kwa sababu kwa watu wengine hii ni dini. Kusherekea huku kuita ni mwaka mpya ni dini. Wengine wamefanya mpaka na ibada kwa maana ya kwamba ni katika dini yao. Ndugu yangu Muislamu, tabia ni nini? Qala Ibn al-Athir yarhamuhullah, Ibn al-Athir anasema al-khuluqu bidhammi lami wa sukuniha. Al-khuluqu kwa kuitia dhamma lam, al-khuluqu, na vile vile inafaa kuitia sakna wal khulqu. Hii akasema maana yake adinu wa tabu wa sajia, akasema maana yake ni dini na tabia na sifa alizonazo mtu. Kwa hii ndiyo maana aliyoitafsiri Ibn al-Athiri kwa maana ya kwamba al-khuluq. Lakini pia Ibn Mandhuri akasema al-khuluq fi tanzil, katika kitabu, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammadi una tabia njema, una tabia tukufu. Kwa hiyo kwa maana ya tabia ni kitu ambacho ni kitukufu, kwa maana ya tabia ni dini yenyewe, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq au salihal akhlaq, nimetumwa kuja kutimiza tabia zilizokuwa njema, matukufu ya tabia njema. Ina maana katika malengo ya utume, katika malengo ya unabii ni kuleta tabia njema, ni kukamilisha tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tabia ni kitu ambacho ni muhimu katika maisha ya binadamu. Kadhalika Imamu al-Jahidh rahimahullahu ta'ala, na yeye akasema al-khuluq huwa halu nafsi, akasema ni hali ya nafsi, ni hali ya nafsi ambayo biha yafalu al-insan, ambayo kwa hali hiyo
mwanadamu anaweza kufanya af'alahu bila rawiyatin, bila ya kufikiri na kutafakari, wala ikhtiyarin, na wala kufanya uchaguzi. Kwa hiyo tabia akiwa nayo mtu, anafanya matendo fulani bila hata kuwaza, bila hata kufikiria, bila hata kupangilia, yani yenyewe automatically kwamba yanajitokeza katika tabia yake. Hayahitaji taklifu, hayahitaji kujikalifisha. Akasema wa fi ba'dhi nnas, na katika baadhi ya watu, yakunu alkhuluqu gharizatan wa tab'an, katika baadhi ya watu tabia kwao inakuwa ni kitu ambacho ameumbiwa anacho, kimepandikizwa ndani kwa ndani. Na katika taarifa ya Ibn Athiri akasema wa haqiqatuhu, na hakika ya tabia akasema annahu suratul insani albatina, ni sura ya binadamu ile ambayo iko kwa ndani, ni sura ya binadamu ambayo iko kwa ndani. Akasema wahia nafsuhu, akasema na ndiyo nafsi yake, wa awsafuhu, na ndiyo sifa zake. Kwa hiyo na huyu anasema ya kwamba watu wengine tabia inakuwa ni gharizatan wa tab'an, wa fi ba'dhi nnas la yakunu, na katika baadhi ya watu hawawezi kabisa kuwa na tabia njema illa biriyadati wal ijtihadi, isipokuwa mpaka afanye mazoezi, afanyie mazoezi zile tabia zilizokuwa njema, na afanye jitihada ya kuweza kuzipata zile tabia njema. Na hapa ndipo ambapo wanachuoni wanakhtalifiana kati ya tabia ile ambayo ni asili ya mtu na tabia zile ambazo ni za kuchuma, ni zipi ambazo ni bora zaidi. Tupate picha katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, anamwambia al-Ashaj, sahaba huyu Ibn al-Qais, anamwambia ya kwamba inna fika la khuluqaini, hakika wewe una tabia mbili, yuhibbuhum Allah, tabia hizo anazipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhilmu wal anat. Akasema alhilmu ni mtu kuwa mpole, ni mtu kuwa na uvumilivu, ni mtu kuwa na subira, asiyeadhibu, asiyetoa adhabu kwa haraka haraka. Huyu ndio mtu ambaye ana hilmu, tabia ya hilmu. Alhalim, mtu mpole, haadhibu ovyo ovyo, hachukui hatua za kutoa adhabu ovyo ovyo. Akasema wal anat, na kuwa na anat. Na sisi tunajua kwamba ataanni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, upole unatokana na Mwenyezi Mungu na haraka haraka inatokana na shaitani. Kwa hiyo al-anatu ni dhiddu al-ajala, ni kinyume cha kufanya haraka haraka, haraka ambayo haina baraka. Nasema sababu ya kutamka maneno haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika mahala katika kupokelewa kwake, watu wengine walishuka kwa mnyama, wakafanya haraka wakaenda kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini huyu sahaba yeye alishuka kwa mnyama, akaenda kwanza akavaa nguo zingine, akabadilisha nguo, akaja na nguo zile ambazo ni safi, ndio akampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mtume akayasema maneno haya, akajua huyu sio mtu wa pupa ya mambo. Sahaba huyu akamuuliza, qala ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ahuma khuluqani, hizo tabia mbili, tahallaqtu bihima
am jabalani Allahu alaihima, ni tabia ambazo nimezichuma, nimezitafuta, nikazipamba nazo, au ni tabia ambazo Mungu kaniumbia nazo? Angalia, sahaba huyu anataka kujua hizi tabia alizonazo ni za namna gani, ili aweze kujua thamani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, bal jabalaka Allahu alaihima, bali ni tabia ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumbia. Akasema, alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu. Akasema sifa zote njema anastahili Allah ambaye ameniumbia mimi tabia mbili ambazo tabia hizo anazipenda Mwenyezi Mungu na anazipenda mtume wake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wanawachuoni akiwepo Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akasema tabia ambazo mtu ameumbiwa nazo zinakuwa ni bora zaidi kuliko zile ambazo mtu hajaumbiwa nazo. Ijapokuwa zile ambazo mtu hajaumbiwa nazo akafanya jitihada, akajifunza, akazijua, nazo zina malipo makubwa. Lakini mimbabi la afdalia, katika mlango wa ubora, tabia ambayo ni ya nature ya mtu, ya maumbile ya mtu, ambaye anafanya bila kujikalifisha kwa namna yoyote, hizi tabia ni nzuri. Hizi tabia zinaongoza kwenye uzuri. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tufahamu ya kwamba tuna tabia zile ambazo tumeumbiwa nazo na kuna tabia ambazo ni za kuchuma. Lakini tulisema kwamba umuhimu wa tabia njema, kwanza jua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema khudhil afwa wa amur bil urf wa a'rid 'anil jahilin, kwamba ni kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuwa na tabia njema ni utekelezaji wa amri ya Allah, lakini pia ni kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu Mtume ametuamrisha kuwa na tabia njema. Lakini pia tabia njema ni sababu inayofanya mtu aende peponi, na tabia njema baada ya taqwa Allah, yani tabia njema inaongoza baada ya tauhidi, baada ya mtu kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mumin bora ya muumini ambaye ni mzuri kwa imani, kwa tauhidi, ahsanuhum khuluqan, ni yule mzuri wao wa tabia, ni yule mzuri wao wa tabia. Lakini pia ni sababu ya kuingia peponi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama aliulizwa, suila nabii sallallahu alayhi wasallama, ma yudkhilu nasa, mambo ambayo yanawaingiza watu peponi kwa wingi. Akasema taqwallahi wa husnul khuluq, akasema ni ucha Mungu na tabia njema. Ni ucha Mungu na tabia njema, hivi ndivyo ambavyo vinampeleka mtu peponi. Ucha Mungu wake na vile vile kuwa na tabia iliyokuwa njema ni katika vitu ambavyo vitamsababisha mtu kuingia katika pepo ya Allah kirahisi. Kwa kuwa hutuba sio muda mrefu, ni ya muda mfupi, na kutaja umuhimu wa tabia njema, yako mengi yanayoonyesha hivyo kwamba tabia njema ni katika vitu ambavyo ni vizuri.
na ikutoshe kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammadi una tabia iliyokuwa njema. Ndugu yangu Muislamu, katika mambo ambayo ni sababu ya kujichumia tabia zilizokuwa njema yako mengi, lakini ala al-ikhtisari, kwa kukutajia tu, kama utaenda kuyatafuta uyafanyie baadhi mwenyewe, alafu tutagusa ima mawili au matatu kulingana na muda au turuhusu sana. Moja katika hayo ni al-ikhlas, ni mtu kuwa na ikhlas, kufanya amali kwa ajili ya Allah. Hii inamfanya mtu awe na tabia njema, anafanya bila kusubiri shukurani. Kwani wangapi ambao hawajapewa shukurani wakaacha kufanya na alikuwa anafanya? Jambo lingine la pili, al-ilmu, elimu. Na ndio maana maswahaba walikuwa wanafanya mambo ya kijingajinga sana, walikuwa wanaua watoto, walikuwa na roho ngumu, walikuwa na kadha wa kadha, lakini wali mbaya wakawa na tabia njema. Lakini jambo lingine, al-aqidatu sahihatu, ni kuwa na itikadi sahihi. Mtu anayeamini kuna pepo, kuna moto, lazima atafanya matendo ambayo yatampeleka peponi na ataepuka matendo ambayo yatampeleka motoni. Lakini mtu ambaye haamini kuna pepo, haamini kuna moto, huyu hawezi kupanda kimatendo, hawezi kubadilika kitabia. Tabia yake lazima iwe chafu. Lakini jambo lingine akasema, al-amalu salihu, ni kutenda matendo mema. Na haya yote tunashuhudilia kwenye utendaji wa matendo yaliyokuwa mema, yanambadilisha mtu. Addu'a, kuomba dua. Leo watu wengi wanaomba dua wapate pesa, lakini hawaombi dua wawe na tabia njema, hawaombi dua wawe na msimamo mzuri, hawaombi dua wawe na tabia zilizokuwa nzuri zinazopendwa na Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo lingine, arufqatu swaliha, kuwa na kikundi kilichokuwa kizuri, kusuhubiana suhuba iliyokuwa nzuri na watu waliokuwa wazuri, ni katika vitu ambavyo vinamfanya mtu awe na tabia njema. Lakini jambo lingine, almuhasabatu nafsi, muhasabatu nafsi, kuihesabu nafsi, kuifanyia tathmini nafsi katika mazuri yake na mabaya yake kila siku. Leo mangapi nimefanya yaliyokuwa ya kheri, na maovu niliyoyafanya ni ya mangapi? Na je, unaletaje toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini mengine akasema, al-istifadatu min al-akharin, kustafidi na watu wengine kwa kuangalia wengine. Na haya kwa dakika chache tunaweza tukaangalia kipengele hichi, lakini na kipengele kingine, ulul himma, yani kuwa na hima, kuwa na azma, kuwa na malengo yaliyokuwa ya juu kabisa. Hili lina nafasi kubwa ya kumbadilisha mtu. Mtu anapata tabu kulingana na malengo aliyokuwa nayo. Unamuona mtu anatoka asubuhi anaenda kazini, anaenda kupiga kibarua, huenda na malengo ya kujenga ghorofa, huenda na malengo ya kujenga nyumba kubwa. Ndio maana kinachomfanya yeye anapata tabu. Hili ni jambo ambalo ni la kuzingatiwa. Lakini jambo lingine, ataasi bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote ya kibiashara, maisha yake yote ya kifamilia, ya kindoa, ya kuishi na watu wasiokuwa Waislamu na waliokuwa Waislamu.
aliishi vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini an-nadharu fi kitabillah, vile vile kuangalia kitabu cha Allah. Aisha radhiallahu anha anaulizwa kaifa kana khuluqun nabii sallallahu alaihi wasallam, vipi ilikuwa tabia ya Mtume? Anasema kana khuluqun nabii sallallahu alaihi wasallam alquran, tabia ya Mtume ilikuwa ni Qur'an. Na Qur'ani inaongoza kwenye kheri, kwenye maslahi, kwenye manufaa. Lakini jambo lingine kabisa, an-nadharu fi awaqibi su'il khuluqi, kuangalia miisho ya tabia mbaya, miisho ya tabia mbaya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Amma ba'd. Baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani, katika vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi kuwa na tabia njema, sababu muda hauturuhusu, tunukuu machache. Naenda kumoja kwa moja katika ulul himma, kuwa na himma ya juu. Kuwa na himma ya juu, hii itamsaidia mtu kuwa na tabia njema. Mmoja katika tabi'i anaitwa Thabitu al-Bunani, alitoka kharaja kuelekea Baghdad. Alipokuwa ameelekea Baghdadi, faraa basatina jamilatan, akaona bustani nzuri, wa thimaran yani'atan, na matunda yaliyoiva, wa urudu mulawina, na maua ambayo yenye rangi tofauti tofauti, wa ashjaran basiqat, na miti iliyoshikana vizuri. Lakini akakaa kwa muda akiwa ameshangaa. Faqila, akaulizwa, ma alladhi a'jabaka fi hadhihi albasatin, ni kitu gani kilichokushangaza katika hizi bustani zilizokufanya wewe ukakaa kuangalia? Alisema maneno haya, akasema, a'jabani fi bustani kadha, kilinivutia mimi katika bustani fulani. Katika bustani fulani, bustani zilikuwa nyingi, lakini kilichonivutia mimi ni katika bustani fulani. Akasema, ajuzun raaituha tusalli duha, ni bibi niliyemuona kwenye bustani fulani anaswali swala ya duha. Hichi ndicho kilichonivutia mimi. Hayo mambo ya matunda, miti na kadha, hivi ni vitu vya kidunia. Lakini kilichonivutia mimi ni kumuona bibi anaswali swala ya duha kwenye bustani. Bila shaka bibi huyu sio mtu wa kawaida, ana malengo makubwa. Haiwezekani mtu asimame kwenye bustani akawa anaswali asiwe na malengo makubwa katika safari yake ya kuelekea akhera. Hichi ndicho ambacho kilinivutia mimi. Hichi ndicho ambacho kilinifanya mimi nikawa nashangaa sana kwenye hiyo bustani. Watu wema wanaathirika na mambo mema. Watu wema wanaathirika na matendo mema yanayofanywa na watu wema. Haijamwathiri yeye kitu kingine sio kuwa ni hichi. Ndugu yangu Muislamu, ana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kanati al-akhiratu hammahu, mtu ambaye akhera ndiyo malengo yake, ndiyo targeti yake, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Mwenyezi Mungu atamjalia kukinai, kutosheka katika moyo wake. Wajamaa lahu shamlahu, na anamkusanyia mambo yake, anakuta anayafanya wala hapati tabu wala haangaiki sana, mambo yake yanakuwa ni mepesi kuyafikia na kuyatekeleza. Wa atatihu dunya raghimatun, na dunia itamjia ikiwa ni laini, haina ubishi, haina ugumu, kwa sababu ya yule mtu ambaye yeye hasumbuliwi na dunia. Akasema, wa man kanati dunia hammahu, na yule ambaye dunia ndiyo lengo lake, dunia ndiyo targeti yake, asema ja'ala Allahu faqrahu baina ainai, Mwenyezi Mungu atajalia umaskini wake, ufukara wake uko katikati ya macho yake. Yani anakifanya kama ni kitu ambacho kinaonekana, kinashikika, kinamfanya akose amani, kinamfanya akose utulivu. Hatoweza kutulia, akiwa hana mali hatulii, akiwa ameipata pia hatulii. Akasema wafarraqa alayhi shamlahu, na Mwenyezi Mungu atamsambaratishia mambo yake, vitu vyake vitakuwa mbalimbali mpaka angaike kuvifuata na kuvitafuta. walam yatihi mina dunya, na hakuna atakachoweza kukifanya katika hii dunia illa ma qudira lahu, isipokuwa kile tu alichokadiriwa. Ataangaishwa sana, Mungu atayasambaratisha mambo yake yote, haja zake atazisambaratisha, azipeleke mbalimbali, awe anahangaika kuzifuata na kuzitafuta, kwa sababu kila akitazama, akilala anaona umaskini huko kwenye macho yake, akikaa anaona umaskini huko kwenye macho yake, anakosa amani, anakosa utulivu. Wako watu wana pesa lakini amani hawana. Ndugu yangu Muislamu, ulul himma, kuwa na himma. Na kwa hadithi ya Abu Huraira, kwa sababu muda hauturuhusu, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, mtakapokuwa mnamuomba Mwenyezi Mungu basi muombeni firdaus. Fa innahu awsatu lijanna wa a'la lijanna wa fawqahu arshur rahmani wa minhu tufajjaru anharu lijanna, rawahu al-Bukhari. Anasema mtakapokuwa mnamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombeni pepo ya firdaus, pepo ambayo ni ya juu. Fa innahu awsatu lijanna, ni pepo ya kati na kati. Wa a'la lijanna, na ndiyo pepo ya juu kabisa. Wa fawqahu arshur rahmani, na juu yake kuna arshur rahmani. Wa minhu tufajjaru anharu lijanna, na katika hiyo arshur rahmani huko juu ndio kuna bubujika mito ya peponi. Msiombe pepo ili mradi pepo. Angalia himma, hata katika kuomba dua, omba kitu cha juu, omba kitu chenye thamani kuliko kingine chochote. Ulul himma, kuwa na himma. Ndugu yangu Muislamu, mtu akishakuwa na himma hawezi kuridhia vitu vya chini, hawezi kuridhia machafu, hawezi kuridhia maovu, bali atapenda mambo ya kheri, atapenda mambo yaliyokuwa mema,
atapenda mambo ambayo ni mazuri kwa sababu ndio kheri kwake. Nafsi ambazo zina malengo makubwa haziwezi kukubali mambo ya duni, mambo ya chini chini, lazima wakubali kufanya yale yaliyokuwa ya juu. Na kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu maali al-umur, Mwenyezi Mungu anapenda mambo yaliyo ya juu, wa yakrahu safsafaha, na anachukia mambo ya chini, mambo machafu, mambo maovu, mambo mabaya mabaya, tabia zilizokuwa chafu chafu. Ndugu yangu Muislamu, mlango huu ni mlango mpana sana, na dakika ndio hizi, muda hautusamehi wala hauturuhusu. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis salat.